Atlas Media TV. Atlas TV. Atlas TV. Atlas TV. On air leo bwana, tutakuwa na mtu mzima, ni msanii ambaye amefanikiwa vipaji tofauti tofauti. The guy ni mwanamuziki, ni mwigizaji, ni kocha wa gym, pia ni mchezaji wa mpira. Huwezi kuamini jamaa vipaji hivyo vyote vinne anavimiliki vizuri. Huyo ni nani? Ni GOB Open. Ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye fani zote hizo ambazo nimekutajia. Kwenye muziki yuko poa, kwenye maigizo yuko poa, ni teacher mzuri wa gym, na pia kwenye football yuko sawa. Hapa tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza naye ili aweze kutuambia bana hivyo vipaji vinne vyote anavimudu vipi. Muda wake anakuwa anaupanga vipi? Unajua kuna wale ambao sometimes wanaweza kuwa na vipaji tofauti tofauti, ila muda sasa wa kuvimiliki ndio unakuwa ni mdogo. Tutapata nafasi ya kuongea naye ili aweze kutuambia hivyo vitu anavimudu vipi mpaka kuhakikisha vyote vinaenda kama inavyotakiwa. So tuchukue pause ili turudi kumpigia Open GOB. Ce geste, ça veut tout simplement dire qu'on en a marre que des enfants se fassent tuer à l'est du Congo. Depuis des années, il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui travaillent dans des mines. On est fatigué que cela se passe. Il faut que ça cesse. On veut faire passer tout simplement un message à travers la CAN. Parce que le monde entier est en train de regarder cette CAN, cette demi-finale, et on en profite afin que cela soit médiatisé. Le seul message que j'ai à faire passer là maintenant, c'est que le monde entier puisse se souvenir de l'Est du Congo, à Goma précisément, où les génocides sont en train de détruire les vies. Et c'est ce qui écœure tous les Congolais. On est fatigué du silence par rapport à ça. C'est le message que j'ai à faire passer. Là-bas on souffre, c'est pour ça qu'on a porté ça. Ça c'est l'exemple, pour dire que oui, on est là, on est à deuil. Tout le monde nous regarde. Le football c'est quand même ce qu'on appelle sport roi, donc tout le monde regarde le football. Donc on profite de l'occasion pour lancer un message de paix chez nous. Donc on a vraiment besoin de paix, oui. L'argent, histoire de combattre, tout ça, nous on s'en fout de ça. Donc on a besoin que les gens vivent leur vie tranquillement. Tunarudi kama hivi, basi tunakwenda kumpigia moja kwa moja sasa msanii wetu ambaye tuko naye live on air Atlas Media TV. Open GOB. Tunampigia kama hivyo. Tunajaribu kumpigia. Najua yuko online, atapokea tu. Amepokea. Hello GOB. Shwari mwamba, mambo vipi? Karibu on air Atlas Media TV, Joseph Nuru, Joza Mwamposa hapa. Kwanza mwanangu, acha niseme shukrani sana kwa kupokea simu yangu muda kama na huu na kuungana na mimi kwenye show yetu pendwa ya on air. Bana, najua wewe ni msanii ambaye Mwenyezi Mungu amekubariki vipaji tofauti tofauti. Na sio rahisi mtu kuwa na vipaji kama hivyo ambavyo uko navyo wewe, afu unavimudu vizuri bila matatizo. Kwanza wewe ni msanii wa maigizo. Pili wewe ni msanii wa muziki. Tatu wewe ni coach wa gym, na nne ni msanii wa mpira. Inamaanisha ni mchezaji wa mpira. Afu kitu ambacho kinashangaza watu ni pale ambapo vitu vyote hivyo unavifanya vizuri na vinaenda kama inavyotakiwa. Bana bro, nilikuwa nataka kwanza kukuuliza swali. Hivi vipaji, let me say, vimekuja kujaje tu? Unajua, labda kuna mtu unaweza ukajiwekea mazingira ya kusema so I want to be a player,
unaenda kwenye mazoezi ya football unafanya na unaenda. Mwanamuziki nini unafanya? Maigizo kitu kama hicho, gym nini? Vipaji kama hivyo. Unafanya training, unajifunza ili uweze kuvifahamu. Aiza ni hivyo tu wanasemaga nani ile wanasemaga ile vipaji vya Mwenyezi Mungu, kipaji cha Mwenyezi Mungu thamani. Ile don wa Faransa wanasema. Niseme tu kwamba hiyo ukishabarikiwa na Mungu wewe kuipa ndio hiyo tu kwamba ukishabarikiwa na Mungu yamaanisha ni kipaji ni vipaji ulivyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Hujafundishwa na mtu hivyo vitu. Hujaonyeshwa na mtu. Yaani kwenye maigizo umezaliwa ukaanza kuungana na watu ukafanya. Because kwenye maigizo unajua wanafanya kwenye timu ya Les Anges, timu za Pans. Of course niko Angel team kwa zamani na muziki niko nafanya na grupu yangu ya Blackman Sound na sasa tuna vitu vingi, tuna project nyingi solo. Kwa hiyo Mungu anasaidia. Ni ushabarikiwa na Mungu lazima uitendee haki. Na kwenye masuala football una play timu gani? Una play kwenye timu gani ya football? Kwenye football kwenye timu ambayo inaitwa FC Munyeru Academy. Niko pale na tunaenda tuko daraja la kwanza la hapa nyumbani. Tunafanya vizuri sasa hivi. Mungu akisaidia tunaweza elekea playoff. Mungu ana bless kidogo tunasogea. Bana, kwenye kila step acha tuweze kuwaaminisha watazamaji wetu kwamba unafanya vizuri. Tunaanza kwanza kwenye muziki. Kuna kazi yako inaitwa Kongo. Uliwahi kuiachia, uliwahi kuirekodi mwaka jana kama sijakosea Atlas Studio. Bana, hiyo kazi iliendaga sana na watu wakaipokea vizuri. Ni mafanikio gani ambayo uliweza kuyapata kupitia hiyo kazi na kutokana na hali ambayo tunaipitia kwa sasa? Niseme tu hiyo ngoma kwanza ni mshukuru Douglas Karama kwa Chelsea ambayo amenipatia, maana yeye ndo alinibless hiyo ngoma na nyumba kubwa Atlas Limo wakaifanya vizuri. Nova beatmaker ambaye alifanya Prote Tembo Mix akagusa pale vizuri. Tumefanya na sister yangu ambaye anaitwa Grace afanya gospel. Kazi ilikuwa vizuri, ilipokelewa vizuri. YouTube ukipanda Lemera Mpira utakuta viewers ziko pale za kutosha. Watu wa nje, watu wa nyumbani wameiona. Nashukuru, ilinipa nguvu kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu ilinituma nianze kujiamini na kuona kama kweli watu wanahitaji kipaji kama changu. Yaani all the way kwenye masuala ya muziki, hiyo kazi ilikupatia hamasa ya wewe kuendelea sana kukaza kwenye fani hii ya muziki, licha ya kwamba hakuna maokoto ambao umeyapata kwa namna moja ama nyingine, but wale watu ambao walifuata kazi yako na wakapenda walikupa nguvu, si ndio? Ya of course hapo mbali na ukweli, hakuna chochote kama vile maokoto, lakini ukiona watu wanne watano wasita ambao wanakwambia bro uko vizuri, uko sawa, kaza, unahitaji kitu kama hicho. Kwa hiyo wakanipatia hamasa ya kuelewa kwamba hata hii solo unaweza kuwakubalisha watu wawili watatu na kuwabadilisha kwa njia moja ama nyingine kwa hiki kipaji ambacho Mungu amenifunua. All the way poa, kwenye muziki naona umeenda vizuri. Nilitaka kuzungumzia ngoma yako hiyo wewe kama solo. Na kwenye Blackman Sound tusigusie sana huko kwa leo hatuko huko. Watu wanaokufahamu wanafahamu ukali wako kwenye Blackman Sound. Tunaingia kwenye topic, kwenye kipengele cha maigizo. Kwenye kipengele cha maigizo. So una kazi ipi ya maigizo ambayo uliwahi kukutambulisha kwa mashabiki kwenye upande wa maigizo? Ni kazi ipi ambayo uliwahi kukutambulisha? Kwenye ulimwengu wa kuigiza, kuna miaka mingi sana, lakini kuna kazi ambayo hapa nyumbani watu walielewa na wakaipokea vizuri. Inaitwa Paradis. Okay. Inaitwa Paradis. Ilikuwa napita sana TV. Hapo kwetu nyumbani Saidi TV. Na ilikuwa ni kazi ambayo ilishirikishwa na ndugu yangu ambaye anaitwa Faith. Kutokea Goma. Okay. Sijui kama haishaweka mtandaoni au hajaweka, lakini ipo. Nyumbani ilikuwa napita sana Saidi TV. Na ni moja wapo ambao naweza kusema kwamba nitambulisha vizuri kwa wananchi na watu hapa nyumbani. Vizuri sana. Yaani Paradis ndio project ambayo watu waliweza kuipokea vizuri na wakamfahamu GOB Open kwenye tasnia ya maigizo. Kabisa hiyo, kabisa ilikuja kupata mchezo ya mpira ya Douglas. Itakuja kupata
tukapata mafuriko ya Empire, Lemera Empire, tukafanya family na siri ya DJ Company. Kuna kazi nyingi tulizofanya, lakini ile Paradis ndio naweza kusema kazi ambayo ilitambulisha mimi kwa wananchi na mimi kama mimi na kuonyesha kipaji changu. Vizuri sana. Tunaendelea you meet talent. Unajua leo niko na multi talent. Na kote huko unaenda unafanya vizuri. Kwenye masuala ya football ya mpira, unasema unafanya timu gani? Mnyindu je bans? FC Mnyindu Academy. Okay. Na maendeleo toka uingie FC Mnyindu na mpaka wakufahamu kama mchezaji wa mpira. Maendeleo ya FC Mnyindu iko vipi? Mko kwenye daraja la ngapi? Mnyindu toka nianze nao na miaka miwili tuna season mbili ambazo tumecheza pale uwanjani uwanja mkubwa wa Papetu Uvira, na tuko daraja la kwanza na mafanikio tunayaona sasa hivi tunaelekea playoff. Jana pia tena tulishi playoff na Mungu akisaidia mwaka tutapita playoff na tutaenda jimboni kule Bukavu kuwakilisha Uvira. Hongera sana. Kwenye masuala ya gym mzee, unaua sana. Ni training gani? Una train kwenye timu gani? Ni watu gani ambao unawatrain? Aiza una train kwenye timu gani Ismail? Una watu gani ambao unawatrain? Ile timu ile. Aiza wewe ni teacher, ni kocha tu ambao unakuwa na watu wanakufuata unawatrain kitu kama hicho. Aiza una crew ambao una train. Mimi mwenyewe kwanza ni coach. Ni kocha na kuwa na timu ambayo nilikuwa nayo. Ili sasa tuna vision ambayo tunaenda kusikiliza mbele siku za usoni, tunafaidika Uvira kwa kipaji chetu. Timu yetu ambayo inaitwa Angel Team Asia. Angel Team Sport ndio kwa ajili ya kusaidia watu wa Uvira, kuwasaidia kuwaweka sawa. Una magonjwa fulani, una uzito, una mwili ambao hauko sawa tena kivile. Angel Team inakuja kwa ajili ya kuwasaidia wale, na mimi ndio niko pale kama trainer. Da, vizuri sana ndugu yangu, vizuri. Kabla tujamaliza, unajua kila kazi ina changamoto. In general, toa changamoto ambazo unakutana nazo kwenye hizo kazi zote. In general, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo ili tuweze kuachana na wewe sasa hivi? Changamoto zipo, lakini sio kusema kwamba ndio zinakuwa zinakuzuia hivyo. Changamoto zipo za hapa na pale, kitu kama vile support, kuelewa inakuwa ngumu. Kitu kama kwenye masuala labda ya football, masuala ya football, kila kamati na changamoto yake. That's it. Kila kamati na changamoto yake. Sawa bro, vizuri sana. Bwana, ningependa tena uwashauri kwa vijana ambao wana vipaji tofauti ila wenyewe wanakuwa wanaokopa, wanasema kwamba mimi nawezekana vipaji vinne asitoweza, acha nitumie vipaji vile ambavyo niko navyo ndio vitanisogeza. Kwa vijana ambao wana vipaji vyote hivyo kama ambavyo uko navyo, ni ushauri gani ambao unaweza kuwapatia ili wahakikishe wanatembelea vipaji vyote hivyo vinne? Kwanza vipaji sio nini tu, mimi na vipaji takriban kama vipaji 5 kufikia wa maandalizi ya wafalie ya usi kwa nao wafalie wa ministry hapa kwetu ndio wanazungumza na wao ujuzi na hizo vipaji itakuandaa wakafalie na timu yangu ambayo ni decoration wachana hapo pia na kipaji pia cha OMC kama una hii pesa yako birthday party dry enjoyment fulani, unataka MC fulani akuja kuweka vibe pale, ipo na hizo na kipaji pia. Kwa hiyo ni GMC, lakini umegusia niseme tu kwamba kwa mtu ambaye yuko multi-talent hapa kwetu nyumbani Uvira, ni kitu ambacho tunataka kumshauri kitu moja. Kwanza ajiamini na ajikubali, pia asijaribu kusaliti Mungu. Mungu ashakubariki kitu, ashakutunuku kitu, na kumbless, lazima ukifanyie kazi bro. That's it. Support yoyote kwa njia moja ama nyingine, lazima ufanyie kazi, lazima ufanyie kazi. Unajua hapa kwetu nyumbani support pale yuko down, kama nilivyosema kwenye njia ya changamoto. Kwenye changamoto support pia ni kitu kikubwa sana ambacho kinachangia. Lakini kwa jana na hakuna support, ndio usije support. Mambo ni support wewe kama wewe, hapo wengine watafuata. Na kitu ambacho tunaweza kushauri vijana ni support. Support yani. Ni maana mfano kama hiyo show yako hiyo ya onea
lazima watu wasogee, lazima watu wakufungulie vipindi, present, waoneshe watu na watu wengine ambao wanaoa waoneshe kama wewe ulifanya na mimi. Tunaenda na Mungu atasaidia kwa njia moja ama nyingine. Thanks sana That's it. Thanks sana Mr. Job. Nashukuru sana kwa muda wako. Nafikiri mashabiki zako wamekufahamu vizuri na wamefahamu maendeleo yako. Nashukuru sana kaka. Kwa mara nyingine nikikuhitaji basi usikose kuitikia wito bro. Nashukuru. Asante sana bro. Asante, mimi nipo all time, niko kila siku na niahidi mashabiki wawe tayari, wawe mkao kuna mradi mingi zinakuja vizuri. Tutatoka nao. Safi, ciao. Ndugu mtazamaji wa Atlas Media TV, kwenye kipindi chako cha On Air, ni kama hapo umemsikiliza Open GOB. Watu wengi walikuwa wanajiuliza huyu jamaa na vipaji vyote hivyo na vimiliki vipi? So, amefunguka. Ni muda tu kujitengenezea na mambo yanaenda sawa. Mimi ni Joseph Nuru, Joseph Mamposa, Papi Cappuccino, Rio Fernando Carlinto, Mr. Innovation in Atlas Media TV. Ciao.